Mimi mtoto wangu mimi namtaka, ana kilo 3.1 na ni mweupe. Wamenichukulia mtoto wangu pale hospitali Mount Meru. Mimi nataka tu anrudishie mtoto wangu. Sina lingine. Wameteseka pale, hapewi huduma. Wangemfanyia basi yeye huduma afu atudai. Kwa nini wamemtesa mtoto wangu na kutunyang'anya na mtoto? Binti anayefahamika kwa jina la Neema Kilugala mwenye umri wa miaka 26, mkazi wa kata ya Daraja Mbili hapa mkoani Arusha, yupo kwenye majonzi baada ya kudai kwamba amemwacha mtoto wake katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha Mount Meru kutokana na sababu ambazo anadai kwamba huenda mtoto wake ambaye aliyemzaa alibadilishiwa kutokana na jinsi ambavyo alivyopelekewa mtoto ambaye anaeleza kwamba sio wa kwake. Baada ya hali hiyo kutokea, leo hii tumefika hapa katika nyumba anayoishi binti huyu ambaye anatueleza jinsi ambavyo mpaka hivi sasa yupo kwenye majonzi baada ya kudai kwamba mtoto wake ambaye alimzaa akiwa na kilo zaidi ya 3 alibadilishiwa na baadaye akaletewa mtoto mwingine mwenye kilo 2 na gramu 285, huku ikielezwa kwamba mtoto yule alikuwa na changamoto mbalimbali za kiafya, na mpaka hivi sasa tunavyozungumza anasema kwamba yupo njia panda baada ya kushindwa kumpata mtoto wake ambaye alimzaa pale hospitali. Tunaye hapa na atatueleza jinsi ambavyo tukio hilo lilivyokuwa mpaka hatua hii ambayo anaomba msaada. Jina naitwa Neema Adam Kilugala, naishi Daraja Mbili, mtaa Daraja Mbili. Ilikuwa siku ya Alhamisi tarehe 20 mwezi wa 3. Nilipata changamoto ya kuanguka kizunguzungu na nikawa nahisi maumivu makali katika mgongo wangu. Tukaenda hospitali ya Mount Meru, ilikuwa muda wa saa 5 asubuhi. Nilipofika pale tukaambiwa tukate faili pale chini, tukafanya hivyo. Tulivyoenda pale kwa manesi wakasema kwa nini hujaelekea moja kwa moja leba, kwa sababu siku zako mbona kama zimefika kama unajihisi hivyo. Ndo tukaenda huko leba. Tukafika pale nikachunguzwa, nikafanywa vipimo vyote. Daktari akasema huyu anatakiwa kufanywa operation. Akaniandikia siku ya kufanywa operation siku ya Ijumaa. Nilipelekwa kule kwenye chumba cha kujipumzisha ambao kesho yake asubuhi nifanywe operation. Tumefika pale, manesi wa pale wakaanza kusema kwamba hayupo kwenye listi. Kwa hiyo kama zile za asubuhi zimeisha, hata ikitokea yeye ndo ataingia. Basi imefika asubuhi siku ya Ijumaa, operations zilifanyika zote. Ikasemekana na mimi kwamba nitapelekwa kwenye operation. Kwa hivyo natakiwa ninunue vifaa. Bila vifaa siwezi fanywa hiyo operation. Nikampigia mama yangu, nikamwambia kwamba natakiwa vifaa ili niweze kufanywa operation. Mama yangu ndo akatafuta pale hapa na pale, akapata. Ilikuwa mida ya saa 7 saa 8 mchana ile siku ya Ijumaa. Nikafanywa vifaa vyote vya kwenda kufanyia operation, nikavalishwa kanyo kila kitu, nikapelekwa hadi kwenye chumba cha theater ili niweze kuingizwa kwenye operation. Ila cha kushangaza mwisho wa siku nikarudishwa tena leba. Nikaambiwa kuna emergency. Akasema nitafanywa mida jioni. Jioni pia sikufanyiwa. Wakaniambia watanifanyia Jumamosi asubuhi. Pia Jumamosi hiyo hawakunifanyia. Nikasubiria hiyo siku ya Jumatatu, alioniambia kwamba Jumatatu ndio utakuwa wa kwanza kufanywa operation. Siku ya Jumatatu ilivyofika nikatundikiwa drip. Baadaye nakuja kuambiwa na manesi kwamba kuna emergency imetokea, kwamba kuna mtu ana pressure. Na huyo mtu mwenyewe anaosema mwenye pressure namuona kabisa anatembea chini pale, anasema ana pressure, anatakiwa afanywe emergency kwa sababu yeye ana pressure. Basi mimi sikukataa, nikakubali, wakaenda kumfanyia operation. Ilikuwa mida ya saa 4 hivi na mimi nikashushwa theater. Nilivyoshushwa theater
Nikakaa pale nikasubiri, nikafanyia operation. Mtoto akazaliwa. Wakaniambia mtoto wangu yupo normal, mzima wa afya, ana kilo 3.1. Basi nikamshukuru Mwenyezi Mungu. Muda wakaja kuniuliza, una ndugu yako hapo nje? Nikamwambia ndio ninaye, mama yangu yuko hapo. Ndio akaenda kumfuata, nikapelekwa kule chumba cha kupumzika. Imefika saa 8 kasoro, kwa sijui saa 7. Mimi ndo nikaletwa mtoto ambaye alifunika vitenge si vya kwangu. Nikamtaarifu mama, mbona hivi vitenge si vya kwetu? Mama akasema ngoja nikamuite nani? Huyo nesi alomleta mtoto. Nesi akaja akamchukua yule mtoto kwa kutumainia kwamba anaenda kufanyaje? Kuchukua vitenge ambavyo ni vya kwetu kumfunika anirudishie mtoto. Baadaye anarudi, nashangaa anarudi hawajaniletea mtoto, ananizungusha, ananiambia kwamba mtoto yupo kwenye chumba cha joto. Na kujiuliza mtoto yupo kwenye chumba cha joto kwa sababu gani wakati mtoto wangu ni mzima, ambao sijaambiwa ana matatizo yoyote ya kipindi ninavyojifungua. Wakanizungusha usiku, ananiambia mtoto yupo kwenye chumba cha joto ila yupo vizuri. Nikamwambia nataka kumuona hata sasa hivi. Wakasema sasa hivi hawawezi kwenda kumuona mtoto. Nikasubiria asubuhi. Asubuhi kwenda kumwangalia mtoto, sio yule mtoto wangu. Mtoto wangu wamemchukua, sijui hata wamempeleka wapi. Na kwa vile tu nilikuwa nimefanyia operation, mtoto wangu asingepotea. Mimi namtaka tu mtoto wangu. Mtoto wangu mimi namtaka, ana kilo 3.1, nani mweupe. Wamenichukulia mtoto wangu pale hospitali Mount Meru. Mimi nataka tu anirudishie mtoto wangu. Sina lingine la kuomba. Na huyo ambaye waliyekupatia, ambaye unasema kwamba umemkataa, yeye alikuwa na uzito gani? Alikuwa ni mweusi. Alafu alikuwa na uzito kilo 2 gramu 285. Na mimi namjua mtoto wangu kwa sababu kwenye mikono ana alama kama za kwangu. Pia nilimwangalia alivyokuwa ameletwa, ana alama kama za kwangu. Unahisi huenda mtoto wako alibadilishwa? Ndio, na mtoto wangu amebadilishwa. Ulishawahi kuambiwa labda mtoto aliyoko tumboni ana changamoto yeyote? Sijawahi kuambiwa, maana nikihudhuria kliniki naambiwa mtoto yupo sawa, mapigo ya moyo yapo sawa, kila kitu kipo sawa. Ndio. Yule mtoto ambaye unadai kwamba si wa kwako, umeamua kumwacha hospitali, umemkataa, yuko wapi? Mtoto alodai kwamba ni wa kwangu yupo bado kule hospitali. Kwa sababu huyo mtoto ambao alidai ni wa kwangu yupo hospitali na kwa sasa hivi amefariki. Alivyoniambia tu nikamnyonyeshe mtoto, nikawa nashangaa sana. Mtoto anaumwa na wakasema ananiambiaje twende nikamnyonyeshe na mtoto mwenyewe sio wa kwangu. Kwa kiro ya kibinadamu ikabidi nifanyaje? Nishuke huko kwenye chumba cha joto nikaangalie mtoto ambao anasema nikamnyonyeshe. Nimefika kwenye chumba cha joto, ananikalisha kwenye kiti na kuniambia kwamba samahani, mtoto wako amekufa kwa sababu alikuwa na moyo mkubwa. Sasa ninachoshangaa, mimi sijawahi kuambiwa mimi nina matatizo yote wala nini, mtoto wangu anakuaje na moyo mkubwa? Kwa kweli mimi yule sio mtoto wangu, na kwa sasa hivi mimi nahitaji tu mtoto wangu wanirudishe. Ulishawahi kubahatika kupata mtoto mwingine? Hiyo mtoto wangu yupo na miaka 7, yupo hapa ndani kabisa, ni mzima wa afya. Hiyo saa ambao watoto wamebadilishwa, mama yangu alienda akakuta kuna watoto 3 kule leba hod, afu wote ni wa kike. Kwa hiyo nahisi katika wale wanawake wawili, Mariam na Victoria, mmoja hapo atakuwa na mtoto wangu. Hizi karatasi ulizonazo ni za nini? Kwa sababu tunaona una kadi ya clinic na karatasi nyingine ambayo inaonyesha taarifa za ultrasound. Karatasi ni za hospitali, moja ni ya Mount Meru, nyingine ni ya hospitali ambayo
Kwa muda mrefu nilikuwa nimezoea kwenda ni za ultrasound. Haionyeshi sehemu yoyote kwamba mtoto ana tatizo lolote huko tumboni wala nini. Kwa majina yangu naitwa Sabrina Andrea Larubare, ni mkazi wa kata Daraja Mbili, pia ni balozi mjumbe wa shina namba 10. Siku ya Ijumaa nilimpeleka mtoto wangu katika hospitali ya Mount Meru pale, tukaambiwa tufungue faili akiwa na maumivu. Ule mfungua faili akaniuliza mgonjwa yuko wapi, nikamwambia yule pale ni mjamzito. Akachukua 10,000 akatuma chumba namba 9 pale. Fika chumba namba 9 akasema kwa nini amewaleta hapa, ni mjamzito atakuwa aende leba moja kwa moja. Nikamwambia nilikuwa sifahamu utaratibu. Kwa hiyo tukarudi tena kwenye mfungua faili akatuambia nendeni leba. Tukafika pale tukamuonesha mlinzi kadi ya mtoto wangu Neema. Tukaenda leba kule, akapokelewa, akafanywa vipimo kwa muda mrefu sana. Baadaye wakampandisha gorofani, wakasema anatakiwa afanye operation siku ya Ijumaa asubuhi. Mimi nikaondoka, hawakuniambia kama kuna vifaa vinatakiwa kwa kweli. Mimi nikaondoka, nikarudi nyumbani. Asubuhi nilipopandisha pale, nikampelekea mtoto wangu chai, akaniambia nimeambiwa nisile kuanzia jana saa 6 napeleka kwenye chumba cha operation. Kuna nesi akaniambia ukalete chai kwa ajili ya kufanya operation, atakunywa chai. Mimi nikashuka nyumbani. Kwenye saa 3:40 akanipigia, akaniambia mama nimerudisha odini, kuna emergency. Basi mimi baadaye nikapandisha mchana kawaida, nikampelekea chakula. Mtoto wangu wakati tuko pale anaumwa na catheter ile inatoa mkojo na damu zinatoka kuingia kwenye ile mfuko wa mkojo ule. Nikamfuata sister, nikamwambia mbona mtoto wangu ile catheter inatoa damu? Akasema kwa sababu hajanywa maji. Sasa sikuwa na nguvu ya kuongea, mimi nilinyamaza. Na wakati walishamchoma sindano, walishamtundikia drip, akakaa udini Ijumaa hawakumfanyia operation, Jumamosi hakufanyiwa, anazidi kuumwa. Nikamfuata tena dokta. Kwa hiyo tukafika udini, wakatandika ile kanga nyingine ya kijani, tukamshusha mtoto wangu pale, akalazwa pale. Nikatoka sasa kwenda kufuata hivyo vitu walivyoniagizia. Kurudi namkuta Neema amemshika mtoto, lakini sio na kile kitenge changu tena, ana kanga chakavu. Akaniambia mama nimebadilishiwa mtoto. Nikamwambia mtoto wako alikuwa yukoje? Akasema mama angalia hata na nguo sio za kwetu. Kwa kweli nilishtuka. Ikabidi nimuite nesi wa kwenye ile wodi, nikamwambia nesi tumebadilishiwa mtoto. Ule nesi akasema hii ni kesi, ngoja nimuite aliyemleta mtoto. Kweli akaitwa huyo Glory akaja, nikamuuliza nesi mbona umemleta mtoto na nguo ya kwetu sio hii, ni kama iliyotandika kitandani? Akasema wakati na wapima ndo nimechanganya. Nikamwambia sawa, ngoja tuangalie jina. Na maana kama ningemkuta yule mtoto ana jina kwenye mkono, zile tagi wanazovalishwa au kwenye mguu, ina maana ningemtoa tu mtoto zile nguo, afu nikampa nesi, nikabakia na nini? Na mtoto. Lakini kumwangalia mtoto hana jina. Kumwangalia mtoto hana alama yote ya kwamba ni mtoto wetu. Alafu mtoto ni mweusi na huyu tayari ashaniambia mtoto ni mweupe. Nikamwambia nesi, umemchanganyaje watoto? Akasema wakati na wapima. Sasa nikategemea kwamba tunatoka tunaingia kule leba wodi, alikwenda kuwapima kwamba anaenda kutupa mtoto wa kwetu. Akatoka akikimbia akaingia wodi inayofuata. Na mimi namfuata tu nyuma nakimbizana naye. Kuna dada alikuwa anaitwa Mariam anamnyonyesha mtoto. Akamchukua. Kakimbia naye kule leba. Tunafika kule leba kwa sababu aliingilia sehemu anakozalisha, sisi tuliingilia mlango wa mbele. Nikaingia pale nakuta kuna mtoto ana oxygen. Akaniambia mtoto wenu ndio yule kule. Nikamwambia umesemaje? Eti mtoto wenu ndio wewe mwenye oxygen. Nikamwambia kawaje ukampelekea mtoto huyu, sasa hivi unasema tena mtoto ndio yule. Lakini pia mezani kulikuwa kuna mtoto mwingine. Nikamwambia nesi, umeshasema wakati unapima umewachanganya nini watoto. Sasa naomba nifungulie mtoto mmoja baada ya mwingine nione kama wana jina ili kwani nijue kama wako ulimchanganya. Kwa kweli nimeangalia watoto wote pale wakuwa na majina. Walikuwa tu wamefunikwa wako pale juu hicho kama kitray wamewekwa pale. Kwa hiyo tukaonesha mtoto ambaye ni mgonjwa. Nikamwambia sasa naomba kwa ushahidi mwingine ili tu nijiridhishe. Umesema huyo mgonjwa na mtoto wetu mpime. Akamnyanyua mtoto na vitenge akamweka kwenye hiyo mizani. Mtoto ana kilo 2 na gramu 285. Nikamwambia je dokta, nesi, mbona huyu mtoto ana kilo 2 na gramu 285 wakuitwa kilo 3.1 yuko wapi? Akasema nilimpima tu wakati na nguo, si nilitoa moja. Ngambo ulitoa moja nini? Ndio wakati napiga pale kelele maana yake nilidondoka pale kwa mshtuko. Wakaja na madokta wengine, kuna dokta akaja akasema mama unavyolalamika wewe umesomea sayansi. Sisi hatuongee kama mwanasiasa, tunaongea kama nimesomea sayansi. Huyo mtoto ndio wa kwenu. Kipi kimesababisha mjue mtoto ni wa kwetu wakati mtoto hana jina lolote? Nesi anasema alisahau kumwekea alama. Cha kushangaza tena zaidi, mtu alofanywa nyuma operation nyuma ya mtoto wangu Neema, yeye ndo wa kwanza kupewa mtoto wangu akapewa wa mwisho. Kwa hiyo kabisa ile nikajiridhisha kwamba mtoto wetu amebadilishwa pale Mount Meru hospitali. Na pale alikataa kumpima huyo mtoto ambaye nilikuwa nashuku ndo mweupe alikuwa pale odini. Walikataa kumpima yule, nilimwambia mpime na huyu basi nimuone kilo. Ananiambia huyu sio wa kwenu wala sio mimi nimemleta, kuna nesi kamleta.
Kwa hiyo ndio hivyo, mimi nilikuwa naomba msaada. Nimeenda kwa mkuu wa mkoa pale mara 3, nimefukuzwa, nimezuiwa kuingia. Nikaingia nikakutana na mtu anaitwa Charles. Wanasema ni Mwarao sijui. Nikaongea naye akaniambia kesi yenu iko polisi, mama ameshikiwa, naomba nionane na mkuu wa mkoa ili nimwambie shida yangu. Sauti yangu ifike mpaka kwa Mama Samia. Kwamba mtoto wetu amebadilishwa hospitali ya Mount Meru, na mimi na uhakika kabisa amebadilishwa, ametupa mtoto njiti. Mtoto amekuwa kwenye chumba cha njiti premature, na mtoto wetu alikuwa mimba na wiki 39 na ultrasound tunazo, mtoto mapigo ya moyo yako sawa. Mtoto aliotubadilishia mimi nakataa leo na kesho. Pamoja na vipimo amechukua maskari pale, lakini mtoto wetu kweli amebadilishwa. Namuomba Mama Samia, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mkuu wa mkoa Makonda, nimempigia dimea wa jiji la Arusha nikamwambia shida yangu, lakini sijapewa jibu. Na pia kuna waandishi mbalimbali wamekuja kutuchukua, lakini hatuoni habari zetu zikirushwa. Kwa hiyo kuna ukweli kwamba mtoto wetu amebadilishwa hospitali ya Mount Meru na huyo nesi anaitwa Glory. Na nimemfuata na huyo Dr. Kapapi, wananiambia eti ninyamaze nisiende polisi, kesi ishie pale. Wanipe basi mtoto, mimi sina shida na mapolisi, na shida na mjukuu wangu mimi. Pole sana. Mtoto wangu ameteseka pale, apewi huduma. Wangemfanyia basi yeye huduma afu atudai. Kwa nini wamemtesa mtoto wangu na kutunyang'anya na mtoto? Sina msaada wote mpaka leo. Tunaambiwa DNA inarudi, hatujui ni lini. Kitoto tulichopewa premature njiti kimefariki na ni cheusi. Tota kwetu ule mtoto si wa kwetu. Na kwetu hatuna historia ugonjwa wa moyo, hakuna. Pole sana mama, nadhani wameruhusiwa waondoke na watoto wao. Na aliochukua DNA ni maaskari, wala sio mtu aliotoka kwa mkemia wa serikali. Na wamesema hata tukienda mbele hatutasaidiwa chochote. na wakati wanachukua hizo DNA unazosema, walizichukua kwa kutumia nini? Na walikuwa ni watu gani? Walikuwa ni askari polisi. Walichukuaje DNA? Walichukua na vitu kama vikotoni vile wa kuingiza masikioni, mate ya mtoto, afu wanaingiza kwenye hivyo vidude kama vichupa. Alipotafutwa mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha ya Mount Meru hakuweza kupatikana, lakini alipatikana Dr. Kipapi Rongoi Mlambo, ambaye yeye ndiye kaimu mganga mfawidhi katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha Mount Meru, ambapo alisema kwamba swala hilo kwa sasa lipo polisi na hawezi kuzungumza chochote. Nasema swala uliliacha kwangu au uliliacha polisi? Sinajua, labda mmepata ripoti yoyote, maana naona kila kitu ni kimya. Kila kitu ni kimya kwa sababu hatujapewa majibu kutoka polisi. Mimi nafikiri pale ulikofikisha ile swala ndio pa kuanzia, na nilichukua muda mrefu sana kukuelewesha, lakini kaona hujanielewa. Kwa hatua ziko polisi, tunatakiwa uulizie polisi kwanza, na sisi hatujapewa taarifa yoyote. Kwa hiyo nyie kama hospitali tulikuwa tumepewa taarifa, polisi ndio wenye mamlaka kujulisha, sio sisi tena. Kwa hiyo nyie hapo kama hospitali hamna jibu lolote la kuniambia tena? Sasa kama swala ulishapeleka polisi, taratibu za polisi unajua, kwa mfano kama ulishapeleka kama kwenda mahakamani, mahakama ndio inatakiwa umalize. Haya basi polisi pale